Mwaka 2025 umeacha kumbukumbu nzito kwa Watanzania, ukiwa na mchanganyiko wa matumaini, majonzi na majaribu makubwa. Miongoni mwa matukio yaliyogusa hisia za wengi ni kupoteza wapendwa, viongozi na wananchi katika ajali na majanga mbalimbali yaliyotikisa nchi kwa kipindi chote cha mwaka. Tukio kubwa lililotia huzuni zaidi ni ajali mbaya ya barabarani iliyotokea Juni 30, 2025 wilayani Same mkoani Kilimanjaro, ambapo watu 42 walipoteza maisha. Kati ya marehemu hao, 31 walikuwa wakisafiri katika basi dogo aina ya Toyota Coaster, wakiwemo wanawake 21 na wanaume 10. Wengine 11 walikuwa abiria wa basi la kampuni ya Channel One, wakiwemo wanawake 7 na wanaume 4. Mapema mwezi huo wa Juni, tarehe 8, taifa lilikuwa linaomboleza tena baada ya watu 28 kufariki dunia na wengine 9 kujeruhiwa katika ajali ya barabarani jijini Mbeya. Ajali hiyo ilitokea baada ya lori lililobeba mzigo wa unga kushindwa kufunga breki na kugonga magari mawili likiwemo daladala. Agosti 13, 2025, janga jingine kubwa lilitikisa taifa baada ya sehemu ya mgodi wa dhahabu wa Nyandolwa uliopo kijiji cha Mwongozo, kata ya Mwenge, mkoani Shinyanga kuporomoka wakati wa matengenezo. Tukio hilo linalodhaniwa kusababishwa na mtikisiko wa ardhi liliwasomba wafanyakazi na mafundi 25 waliokuwamo ndani ya mashimo ya mgodi. Mwezi Julai nao haukupita bila majonzi. Wanafunzi 5 wa shule ya sekondari Chalangwa wilayani Chunya mkoani Mbeya walifariki dunia katika ajali ya barabarani walipokuwa wakifanya mazoezi ya kukimbia asubuhi. Ajali hiyo ilihusisha basi la kampuni ya Safina Coach na kuacha wanafunzi wengine 9 wakiwa wamejeruhiwa. Mwaka ulianza kwa huzuni mwezi Januari 2025 baada ya wanafunzi 7 kufariki dunia na 82 kujeruhiwa kufuatia radi kupiga shule sekondari Businda, eneo la Ushirombo wilayani Bukombe mkoani Geita wakati wa mvua kubwa. Akizungumza kuhusu tukio hilo, mkuu wa wilaya ya Bukombe Pasikani Mulagiri alisema radi ilipiga kati ya saa 9 na 10 alasiri, wanafunzi wakiwa darasani. Kati ya waliojeruhiwa 80 walikuwa katika hali nzuri, huku 2 wakiendelea kupatiwa matibabu ya uangalizi maalum. Mnamo Aprili 19, 2025, watu 7 walifariki dunia na 15 kujeruhiwa baada ya ajali iliyohusisha gari la wagonjwa na chombo cha usafiri wa magurudumu matatu maarufu kama Toyo katika eneo la Luganga, halmashauri ya mji wa Mafinga, wilayani Mufindi, mkoani Iringa. Septemba 14, ajali nyingine ilitokea wilayani Bagamoyo mkoani Pwani na kusababisha vifo vya wanafamilia 5 wa familia ya Kagi kutoka Dar es Salaam. Marehemu alikuwa baba na watoto wake 4, huku mama yao Sofia Makange akinusurika. Siku 2 baadaye, Septemba 16, masista 4 wa shirika la Carmelite Missionaries wa St. Teresa watoto wa Yesu pamoja na dereva wao walifariki dunia baada ya gari lao kugongana uso kwa uso na lori mkoani Mwanza. Miongoni mwa marehemu ni Sister Nelina Simeoni mwenye miaka 60, raia wa Italia na mkuu wa shirika hilo duniani. Wengine ni Sister Lilian Kapongo mwenye miaka 55 wa Tabora, Sister Damaris Mateka aliyekuwa na miaka 51 na Sister Stella Maris Kamene Muthin aliyekuwa na miaka 48 kutoka Kenya, pamoja na dereva Msonola mkazi wa Bukumbi. Taifa pia lilipata pigo kubwa kufuatia kifo cha mkurugenzi mtendaji wa TANESCO, Mhandisi Gisima Nyamo Hanga, pamoja na dereva wake Muhajiri Mohamed Haule waliopoteza maisha katika ajali ya barabarani wilayani Bunda mkoani Mara. Mpenzi mtazamaji, haya ni baadhi ya matukio ya ajali yaliyotikisa taifa letu kwa mwaka wa 2025. Endelea kufuatilia taarifa zaidi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na X, na hii ni Daily News Digital.